linalopokea mwezi popote duniani, alafu kuna kundi linalopokea mwezi kwa masafa maalum. Hivi utakuwa umeagawa haya makundi kisheria. Ukiagawa haya makundi katika tafsiri ya mwezi wa kimataifa na mwezi wa ndani, itakuwa hili kundi letu halikutendewa haki, kwa sababu sisi hutokea tukafunga kwa mwezi wa Mombasa. Mombasa si nchi nyingine, na si pia kimataifa. Basi hapa kuna mgogoro wa mwezi wa mbali sana na mwezi wa karibu. Sisi kundi letu halipokei mwezi kutoka huko. Tena kundi letu hata likiupokea mwezi wa karibu, lazima lifanye utafiti, limjue aliyeutangaza au aliyeupokea. Kuna watu leo wameanza sheria yao mpya, wanaswali Idi kwa sababu watu wameswali. Sio kwamba wanaswali Idi kwa sababu mwezi mtu kauona, wanaswali Idi kwa sababu watu wameswali. Ole wake huko nao siku wakaja wakaswali, kama sio tulivyowahi kuswali siku moja hapa. Tuliwahi kuswali siku moja hapa, alafu bwana mkubwa akatuambia jamani mlipe ile. Kwa hiyo ukiwa na tabia ya kuswali eti kwa sababu watu wameswali, kuna siku utaswali kama tulivyoswali siku moja hapa Tanzania hapa. Sheria yataka uswali Idi kwa sababu mwezi umeonekana kwa mujibu wa taratibu zake za kisheria. Haya ni masala muhimu sana kuyajua. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niseme kwamba kwa bahati mbaya swala hili la mwezi huwa linajadiliwa robo, halifikishi mahala pa sharia. Ndio maana mtazamo wa mwezi wa kimataifa, yani mwezi unapotoka popote, alipaswa huyo mwenye itikadi hiyo atumie mwezi wa kimataifa kwenye ahadi zake, atumie mwezi wa kimataifa kwenye eda, atumie mwezi wa kimataifa kwenye ilai, kwenye vihari. Asiutumie mwezi wa kimataifa kwenye Idi tu na Ramadhani tu, atakuwa hakuutendea haki mwezi wa kimataifa. Ibn Baz yasema inna Allah subhanahu wa ta'ala allaqa bil hilali ahkaman kathira. Inna Allah subhanahu wa ta'ala allaqa bil hilali ahkaman kathira kasawmi wal hajji wal a'yadi wal idadi wal ilai. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametungika kwa mwezi muandamo hukumu nyingi kama kufunga, kuhiji, Idi, eda, ilai. Ile ilai mtu kama amemuapa mke wake. Kwa leo hapa ongeza na ahadi. Bana kualika wewe Ansar Sunna wangu wa mwezi wa kimataifa, mimi nina harusi mwezi 24. Alitakiwa yule azingatie tarehe yake ya kimataifa. Aje siku moja aseme leo 24 bwana. Mwambie hapana, ni kweli 24 kwa hiyo mwezi wa kimataifa, lakini hapa ni 23. Lakini mwezi huu wa kimataifa unaanzia pale kwenye Shaabani, Ramadhani ikiingia, na tukimaliza Ramadhani, tukimaliza hapo mwezi wa kimataifa hautaji tena, unaibuka tena mwezi wa Shaabani. Inaonekana hapo una tatizo la uelewa. Kwa sababu mwezi una tatizo la hukumu, sio swaumu. Swaumu ni miongoni mwa hukumu. Hili ni eneo muhimu la kisheria kulielewa pia. Kwa hiyo ndugu zangu, niendelee kusema kwamba dunia haiwezekani kufunga na kufungua siku moja. Kwa nini? Nataka niingie hapo vizuri sasa. Kwanza, kwa nini mgogoro umetokea? Mgogoro ni wa kisheria, ila tu kuna baadhi ya watu wameuvamia, wanauendesha nje ya sheria. Lakini mgogoro ni wa kisheria kwa sababu manshai yake ni uelewa, na pale ambapo utaendeshwa bila matatizo, anaweza mtu akashika njia yake na mwingine akashika njia yake, wakawa hawa watu wanakutana katika wanalokubaliana, wameachana katika ambalo hawakubaliani. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia fungeni kwa kuonekana mwezi. Sumu liru'yatihi, sumu liru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi. Katika hadithi nyingine sema la tasumu hatta tarau, sifunge mpaka muone. Katika hadithi nyingine
idha raaitumuhu fasumu, kiuona fungeni. Muhimu sana kuelewa hayo maeneo. Sasa unaanza kuja uelewa sasa, kwa madhali kasema fungeni na anaongea na waumini wote duniani, basi pale ambapo ru'ya imeonekana popote duniani, kama ambavyo amri ni ya popote duniani kwa Muislamu yoyote popote alipo, inaonekana na kuonekana pia ni ya popote duniani kwa Muislamu yoyote ambaye kauona. Kwa itakuwa mwezi ukionekana, hukumu zake zienee dunia nzima. Huo ndio mtazamo wa lile kundi moja ambalo kwa hapa kwetu ni dogo. Lakini wako wanaona kwamba hata kama kweli kwenye hii sumu ni amri ya sote, lakini amri hii imehusishwa na ru'ya. Inaonekana hii amri ya kwanza haitekelezeki mpaka ipatikane ru'ya. Kwa kuwa hii ru'ya si ya dunia nzima, na hii sumu nayo haiwezi kuwa ya dunia nzima. Hapo ndio penye maisha nyingine ambayo kama unazungumza kidarasani, kiusomi, sasa yule mtu yuko tayari kupokea, sio yule mtu aliambiwa kasikilize lakini usikubali. Hiyo itakuwa tabu. Lakini kama ana uwezo wa kuelewa kwamba hatuna mgogoro kwenye fungeni, ukitaliki ukaiachia tu fungeni, ni amri ya wote, na hiyo ni amri kwa taglib. Maana wenyewe Waarabu wanajua wazi kwamba huwezi kuambia wanawake sumu, wanajua, lakini tusiingie huko. Sasa kwa kuwa tunaambiwa fungeni na tunakubali kwamba amri hii inaenea, lakini amri hii imetungikwa na sababu ambayo ni kuona. Hapo ndipo ninaposema dunia kumbe haiwezi kufunga siku moja. Wakati ule wanaambiwa hawa fungeni kwa kuonekana mwezi, kadiria kwamba ni magharibi leo. Magharibi leo ikionekana tu mwezi, tayari sisi hapa tunaanza kuswali swala yetu ya tarawehe, kwa sababu moja katika hukumu za Ramadhani iko sunna ya usiku, kuhuisha kwa swala ya sunna ya tarawehe. Kwa sisi hapa tunaanza kuswali magharibi yetu. Lakini Wamarekani wenzetu ambao wanaamka, Wamarekani wale kuwaambia kwamba hadithi ya Mtume inasema sumu liru'yatihi, na sie Tanzania huku mwezi tumeuona, na wao chai saa 2 weshakunywa, kuwaambia wale kwamba huu mwezi ambao tumeuona Tanzania na nyie pia unawahusu, kwa kuanzia sasa hivi fungeni, hata kama chai mshakunywa mtakuja kulipa baadaye. Sijui mnaelewa vizuri? Maana magharibi kishaingia hapa, wala Marekani ni asubuhi. Sisi hapa tuwajiandaa kuswali swala ya tarawehe. Mwezi tukisema ni wa dunia nzima, maana yake itakuwa Ramadhani imeingia mpaka Marekani. Lakini wa Marekani wao ndio wanaamka, chai washakunywa. Lakini kwa hiyo saa 2 kamili kwa mujibu wa mtandao message inatosha ndo shilingi 100 kwa bwana Ramadhani huku imeshaingia. Marekani yule ambaye Ramadhani kwake imeshaingia, Muislamu, Tanzania huku imeingia Ramadhani magharibi, mimi na swali sunna. Yule Marekani kachelewa kuupata mchana, mimi namwambia Marekani sasa kuanzia hiyo saa 2 funga, kwa sababu nikimwambia endelea kula ataniambia hivi, vipi nile na huu ni mchana Ramadhani? Kwa sababu Ramadhani mchana unaweza kula kama unaumwa, kama ni msafiri, kama ni dada na adha yake ya kawaida inajulikana. Sasa huyu asema mimi si mgonjwa hapa Marekani, tatizo langu ni kwamba nilikunywa chai nikijua Ramadhani haijaingia kwenye saa 12 ya Tanzania. Ulipofika mwenzangu na nusu mwezi umeingia, kwa hiyo tayari hapa nilipo nishakunywa chai. Sasa mimi nitamwambia huyo mwezi wa kimataifa namkisia, sasa namkisia, maana wenyewe hawataki kujibu swala hili mpaka leo, ila nawakisia kwamba Ramadhani itakuwa ishaingia. Huyu Marekani itabidi afunge. Akifunga huyu Marekani atakuja pata tatizo na mwisho pia. Mwisho siku ile ambayo mimi ni 29 hapa nikauona mwezi magharibi, yule Marekani kaamka na saumu ni saa 2.
tayari nampigia simu tena, bwana wewe unajua Ramadhani imeisha, waambie wenzako mkaswali Idi. Huyu ataniuliza, je, ile siku ya kwanza nilipe nsilipe, na hii ya leo nilipe nsilipe? Kwa sababu itakuwa mimi huko mahesabu mimi nitapata kamili, yule atapata pungufu, kwa sababu siku yake imemegwa ile ya mwisho. Hutopata suluhu mpaka urejee kwenye mwezi wa ikhtilafu al-matali'. Dunia kufunga na kufungua siku moja haiwezekani kwa Mungu mwenyewe alivyoiumba. Hapo ni mahala pa im'anu nadhar, kuliangalia swala hili kwa jicho la kina, kwamba dunia haiwezi kufunga na kufungua siku moja. Lakini pia chukulia baadhi ya majibu ambayo si makini sana. Wako wanaojibu hivi, kama magharibi imeingia hapa Tanzania, mwezi umeonekana, na we Mtanzania pia huanzi kufunga magharibi, unafunga kesho. Kwa hiyo huyo Mmarekani ataanza kusogea 3, 4, 5, 6 na yeye aje afunge kesho. Ule mwezi unamhusu, isipokuwa atafunga kesho. Kama ambavyo na wewe mwezi umeuona magharibi, hukufunga magharibi, umefunga kesho. Jawabu, mimi hapa nafunga kesho kwa sababu hakuna saumu ya usiku. Usiku na kulu washrabu hata yatabayana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad. Usiku una aya nzima ya kula, ingawa kweli ni Ramadhani. Huyu ni mchana anakula je? Huyu hapa anafunga kwa sababu hawezi kufunga kwa sababu ana aya inamwambia kula. Huyu huko ni mchana anakula kwa hoja ipi? Na si mgonjwa, si msafiri, hana adha yake. Huo ni ugogoro ambao hautomalizwa. Haya, swali jingine. Huyu ambaye ni mchana kwake Marekani anasogeza, wakati anasogea akiwa yuko nje ya Ramadhani au yuko ndani ya Ramadhani? Ukisema yuko ndani ya Ramadhani hakufunga. Ukisema yuko nje ya Ramadhani, mwezi sio wa kimataifa, unafanyaje? Yaani wakati anangojea, maana mimi hapa pia magharibi nikiuona ni kweli sifungi leo, nafunga kesho, lakini najijua wazi nipo katika usiku wa Ramadhani. Ndio maana sunna yangu ya tarawih naianza kabisa, sunna ambayo haiswaliwi nje ya Ramadhani. Ndio maana 29 ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ukionekana, sunna tunaiacha saa ile ile. Naendelea kujenga hoja. Suluhu ya mgogoro huu, kinachoitwa mwezi wa popote duniani, kisitumike ili kuondosha utata huu. Tutumie katika kitu kinachoitwa kila watu wawe na muono wao. Sasa kuna mastaajabu mamoja. Mastaajabu haya Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua siri yake. Sisi hapa Tanzania tunayo itikadi kwamba wale wenzetu waliosoma kule Saudi Arabia ndio wamesoma vizuri mno. Itikadi hiyo tunayo, wala huwezi kutuondoa. Na tunaitakidi kwamba wamesoma kwa mashekhe ambao ndio hasa, na hata wenyewe hujihisi fahari mtu kujitaja kwamba mimi nina vyeti kutoka chuo fulani. Tulitaraji ikiwa itatoka sheria ikatamkwa na mashekhe ambao ndio waalimu wao, tulitaraji wao wawe ni wafuasi wa mwanzo. Tulitaraji hilo, sie tuwe wafuasi wa chini huko. Jambo la ajabu, wao ndio wa mwanzo kupinga, sie ndio wafuasi. Basi kioja hicho hicho ni kioja, sisi tulipaswa ndio tupinge. Sasa Al-Bassam kumbe anayo hii sharhi yake ameita Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram. Al-Bassam amesharhi hii Bulugh al-Maram kama Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, تأليف راجي عفو ربه عبد الله بن عبد الرحمن البسام. Sasa Al-Bassam kwenye hii juzuu ya pili amekwenda kutaka kuifafanua ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu faaftiru. Wakati anifafanua hii hadithi akafikia mahala Al-Bassam anasharehesha. Sasa anasema, wa dhahaba al-Imam Shafi'i juzuu ya pili
ukurasa 509. وذهب الإمام الشافعي وجماعة من السلف إلى القول بالحكم باختلاف المطالع، وقالوا إن الخطاب في الحديث نسبي، فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال، أما من لم يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم، وهذا قول له اعتبار من حيث الدليل النقلي والنظر الفلكي. البسام anukuu asema amekwenda Imamu Shafi'i na kundi katika salaf kwenye kauli ya kuhukumu kukhitalifiana machimbuko. Ukisikia kukhitalifiana machimbuko, maana yake kuwe tofauti baina ya hawa na hawa katika kuona, sio kwamba ukionekana popote dunia nzima wafunge. Hapana. Na wanasema maneno ya kielimu sasa, wanasema ile khitabu ile ya fungeni, amri hiyo ya kuamrishwa kufunga na amri hiyo ya kuamrishwa kufungua ni muwajjahun ila man wujida indahumul hilalu, imeelekezwa kwa wale ambao umepatikana kwao mwezi muandamo. Ama wale ambao haujapatikana kwao mwezi muandamo, ile khitabu haiwakusanyi. Allahumma salli sallim alayhi. Fa inna alkhitaba la yatanawaluhum, ile khitabu haiwakusanyi. Yani ile lugha kama fungeni, wale hawamo, muda wa kuwa hilalu kwao hakuna, hawamo wale. Sasa maneno kitaalamu sasa, kwa fa inna alkhitaba la yatanawaluhum, ile khitabu haiwachukui, haiwaenei, haiwapati illa hina yujadu indahum, ila wakati ikipatikana kwao hilalu ndio na khitabu itawapata. Kusemezo, khitabu kwa maana ya semezo, kusemeza. Nikikuambia fanya, utahusika kufanya iwapo ile nilosema nyie wanafunzi wangu simameni, mtasimama nyie wanafunzi wangu tu. Nyie ambao si wanafunzi wangu, ile semezo haliwafikii. Warefu wote wasimame, wale ambao ni wafupi hawawezi kusimama. Alkhitabu la yatanawaluhum. Wale wote ambao ndio waliokula wasimame, watasimama waliokula tu. Sasa wanaambiwa ambao kwao mwezi umeonekana hao wafunge, ambao kwao mwezi umeonekana hao wafungue. Wale ambao haujaonekana kwao hawafungi wala hawafungui, kwa sababu ile khitabu haiwaenei. Haya si maneno yangu, ndio maana nikasema Al-Bassam kwenye Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram anafasiri katika ukurasa 509. Lakini jambo la ajabu, akaendelea kusema maneno ambayo kwa mwenye nia ya kuelewa, kwa sababu si yangu sasa. Katika ukurasa 510 anaelezea kikao cha hay'atu kibari ulamai fi mamlakati al-arabiyyati saudiya. Unajua watu wengi wananakili ile kikao cha majma' al-fiqhi, hivi ni viwili. Kuna kikao cha mkutano wa kifiqhi kikubwa kile mbali, kuna kikao cha wale baraza la maulama la Saudi Arabia ambao limeketi likajadili mambo hayo ya mwezi. Kuna tofauti kati, maana iko hapa qararu al-majma' al-fiqhi al-islami bi sha'n tawhid al-ahilla, hiyo mbali. Kuna qararu hay'ati kibari al-ulamai bi sha'n ikhtilaf al-matali, hiyo nayo pia mbali. Sasa hii qararu hay'ati kibari al-ulamai bi sha'n ikhtilaf al-matali, ambayo huyu bwana mkubwa alosharhi hichi kitabu na kutia taaliki amekwenda kuiweka kwenye ukurasa 510. Asema hivi: ama kikao cha baraza la maulama la mamlaka ya Kiarabu ya Saudi Arabia kimethibitisha kutoa maazimio katika maazimio yao namba 2 baada ya kusoma vizuri juu ya mjadala wa mwezi